penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makuu. Penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makuu. Hivyo mapenzi kitu gani? Mbona huruma uoni? Pendanisha ndugu jamani, mbona kaona rana? Au wendo shetani? Oh, shetani wewe. Ona sasa, ona maumivu nayopitia mie. Ona sasa, ona wivu wanitesa mie. Yani selewi, nimezoa aibu na wala sijui tapata wapi suluhu. Yani selewi, nimezoa aibu na wala sijui tapata wapi suluhu. Hivyo mapenzi kitu gani? Mbona huruma uoni? Pendanisha ndugu jamani, mbona kaona rana? Au penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makuu. Penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makuu. Welema! Kuna nini kwa mbona unalia? Wazo gani huko? Lem! Nini? Unaelekea wapi? Wewe unamsikia Lema anapiga kelele anaomba msaada. Mimi nimetoka nje nakuta wewe umekaa hapo, nataka kwenda kumsaidia, unanizia. Una maana gani sasa? Hata kwa kama anaomba msaada unataka kuingia kwa bafuni au? Sasa hata kama yuko bafuni lakini mtu anaomba msaada. Kwa hiyo mimi nisiingie kwa sababu yuko bafuni au si? Nenda mimi mwenyewe. Kwa nini kama ni mtoto wa kike? Unataka kumsaidia kitu gani wewe? Sasa kama ulikuwa una moyo wa huruma, usingeenda kumwangalia. Umekaa hapa mtoto, mimi sauti imenitoa garden ku. Namsikia anapiga kelele anaomba msaada. Wewe umekaa tu hapa. Wewe unakuwa na roho hiyo. Ndio naenda kumwangalia. Basi kamwangalia haraka. Lema. Wewe Lema.
Chimani, hebu mwachie bana. Hebu mwachie. Nisikilize. Iwe mwanzo na mwisho. Kuchukua mkono wako kugusa kiungo chochote cha Rehema bila idhini yake. Ikijirudia tena utanilaumu. Kwanza wewe umeondoka hapa asubuhi. Umerudi sasa hivi ni usiku. Baada ukae ujipange utaongea na nini na utamwelekeza nini mama. Ulikuwa wapi? Unaanza kumpiga Rehema. Last warning. Don't get used to it. Usimguse Rehema utanikuzi. Rehema. Hajakuumiza? Nenda jikoni. Dennis. Mbona tangu niamke sijamuona Rehema? Yuko wapi Rehema? Maana huko ndani pako shaga baga la mavyombo. Yaani chai haijapikwa pako ovyo ovyo. Yuko wapi Rehema? Rehema bana. Mama, huyo Rehema sio Rehema unayemjua wewe au Rehema yule alofika hapa mwanzoni. Rehema huyu sasa hivi ni Zuena. Kashaanza kazi tabia yake za mabwana. Chimani. Hebu kwa na roho ya kibinadamu basi. Wewe ndo kwanza unaamka. Ushamtafuta Rehema ukamkosa. Heri ningeongea mimi niliamka mapema niko hapa sebuleni nasafisha laptop yangu. Umeenda chumbani kwake umemkosa. Je, angelikuwa labda ameenda dukani na ushamzungumzia maneno hayo? Kaka, dukani? Duka gani hilo ambao kapanda gari kwamba kachelewa kwenye foleni? Mama, huyu hata alienda huko dukani nilipofikiria nyinyi. Kana kwa bwana zake, mimi naambia. Nyie, hebu acheni mjadala wenu usiokuwa na maana. Unajua kama tunayemtafuta hapa ni mtoto wa watu. Alafu nyie mnarumbana tu mnarumbana hivi nyie mkoje? Tunatakiwa tujue huyo mtoto wa watu yuko wapi. Mama. Mimi labda nikamtafute nje. Inawezekana ameenda dukani, kuna jambo limemkuta ndio maana kachelewa. Nataka nitoke hapa nikamwangalie huko dukani. Hiyo ndio usahau sasa. Kwa makini baba, usio kapotelea na wewe huko kama Rehema. Usicheze laptop yangu eh. Ndio jembe langu sasa. Mama.
Nimezunguka maduka yote ambayo tunanuaga vitu, lakini sijafanikiwa kumuona Rehema. Sasa mimi sijui atakuwa wapi. Mbona ishakuwa mtihani sasa? Utakuwa kaenda wapi? Chimami! Chimami! Hebu lete simu yangu hapo. Haya. Halo, habari? Salama, kwema. Kwema. Sasa dada, Ndio. Rehema atakuwa amefika huko? Hapana, Rehema hajafika. Kwani kuna chochote kimetokea? Hamna, yani tumeamka asubuhi hapa hatujamuona. Itakuwa labda ameenda kisimani, maana kwetu huku maji ni ya shida kidogo. Oh, huko hajafika Rehema. Basi haya, asante. Sawa. Hii sasa ishakuwa mtihani. Hebu jiandaeni wote tutoke sasa tukamtafute Rehema. Nini wewe? Sawa mama, ngoja nivae shati tutoke. Kajiandae tutoke wote tukamtafute Rehema. Huyu ni mtoto wa watu. Mimi sina cha kujiandaa. Kama ujiandae twende. Penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makuu. Penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makuu. Hivyo mapenzi kitu gani? Mbona huruma uoni? Pendanisha ndugu jamani, mbona kaona rana au wendo shetani? Oh, shetani wewe. Ona sasa, ona maumivu nayopitia mie. Ona sasa, ona wivu wanitesa mie. Yani selewi, nimezoa aibu na wala sijui tapata wapi suluhu. Yani selewi, nimezoa aibu na wala sijui tapata wapi suluhu. Dennis na Chimami, nyinyi mtapita hivi kwenda kumwangalia Rehema. Alafu mimi nitapita huko nikamwangalia Rehema. Atakaye muona tutajulishana kwenye simu. Sawa? Sawa mama. Kuwa mwangalifu mama, sawa. Chimami, tuondoke. Mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makuu. Penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makuu.
Binti, kwa nini unalia na umekaa njiani uko peke yako hapa? Kimekusibu nini? Dada kanifukuza. Kanifukuza, ananiambia mimi natembea na mume wake. Hata nauli hajanipa. Naona unapoteza muda kuongea na watu hata usiowajua. Hivyo umetoka kama unataka tumtafute Rehema. Shimani, wewe mwanamke wa aina gani? Damu yako ni ya ukoo gani wewe? Yaani unashindwa kumpa sifa Mwenyezi Mungu aliyokuumba kwamba aliwaumba wanawake na akawekea kinyama cha huruma kwenye roho zao. Wewe ukoje wewe? Wewe una moyo kweli? Hebu tizama basi. Huyu ni binti mdogo mno. Tena wewe unatakiwa umuite mdogo wako. Tunamkuta njiani, yuko na shida, analia na kusaga meno. Na sisi ndio binadamu na ulimwengu mwenyewe. Unashindwa kuwa na roho hata kidogo ya kumuonea huruma binti huyu tukamsaidia. Unakazana kabisa eti tunapoteza muda. Are you serious? Kumsaidia unaona ni janga zito kabisa kutoka kwenye roho yako kumsupport mwanamke mwenzako. Si ndio? Sikia binti. Tutakusaidia sawa? Sisi sio shirika la msaada. Kama unataka kusaidiwa, nenda serikali za mtaa. Pia wanapokea watu. Karibu. Mama, huyu binti si ndiye tulikutana naye njiani nikiwa na kaka Dennis, tena alikuwa analia. Mama, usije kuniambia unamleta tena mundani tuishi naye. Ili tu la Rehema halijaisha. Unaleta matatizo mengine mama yangu jamani. Shima, mbona unakuwa kama Mzaramo? Hebu njoo nipokee begi, umpeleke huyu binti akaoge, apumzike. Alafu wao mengine tutajua baadaye.
Karibu kunisikia. Sawa. Yaani shoga yangu, nimekuja kukuambia kitu kimoja. Pale nyumbani kuna kafanya kazi yako, kameletwa na mama. Yaani kanajiona kama yeye ndo malaika. Yaani kama Zuchu, yaani kanajiona tu kazuri, sio nini? Kibaya zaidi shoga yangu. Anaingilia hadi mapenzi yangu, ni kitu kinachoniuma haswa. Shoga yangu, nimekuja unipe ushauri. Nifanyeje? Sasa inawezekanaje? Na unawezaje kuishi na simba zizi moja? Shoga yangu, ndio maana nimekuja kukuambia wewe. Ili huyo simba asije akanilalua, mkanipoteza bure shoga yako. Sio hujaweza au sio huwezi, hujataka na hujafanya maamuzi. Yaani kama ingelikuwa ni mimi pale ndo kwetu na yule ndo mfanyakazi wa ndani na mimi ndo kama bosi wake, yaani bosi mdogo, nisingekubali anitawale. Yaani tungepishana hata maneno kidogo tu, kitu ambacho ningempitisha angefurahi. Picha linaanza, vyombo vingine na vichafuata kwa makusudi. Akianza kuvipanga, kukosha, kupanga, vinaanzia Tandale mpaka Buguruni. Unanielewa? Kwenye upande wa nguo, angefua nguo ambazo zimemzidi uwezo. Yaani kwa Kiswahili chetu tunaziita nguo mlima. Sijui unanielewa? Alafu kingine, kila anapoenda kuoga na hakikisha maji nimeatia upupu. Sio swala la mara moja, ni swala la kila anapoenda kuoga na hakikisha maji nimeatia upupu. Hivi shoga yangu, yaani hata angelikuwa ni nani, angeweza kuvumilia upupu kweli? Dada, wewe ni nesi kweli. Unapa kabisa wagonjwa dawa anapona. Mbona roho mbaya hivyo? Lakini asante shoga yangu. Nitaanza hilo la upupu hilo. Lazima nitamkomesha, ataondoka tu pale nyumbani. Mimi ndo Chimami. Nishajua. Narudi tena kwa yule shoga yangu master plan. Nitamkomesha, ataondoka tu. Chimami. Haya, unaenda wapi sasa? Naenda kule kwa mama alipokaa. Humu ndani kuna harufu nzito sana, siwezi kuhimili. So naenda kupunga upepo kwenye gari. Sasa si ungesubiri mwenzako amalize kuoga, badilishe nguo, apake mafuta, afu toke naye mkakae kwa mama. Sasa unamwacha atakuja na nani nje? Wewe pia unaweza ukaja naye. Nilishakwambia kwamba humu ndani kuna harufu nzito sana. Mimi siwezi kuhimili. Chimami. Mama. Eti Rema ameshafika kwao? Jamani. Alishindwa hata kutuaga sisi. Kwani nimeamini. Mshahara dhambi ni mauti. Basi tumemposea nini haswa? Yetu ishi naye kwa upendo, kwa amani kama ndugu yetu. Kwanza alipofika kwao kasemaje? Kilichomfanya mpaka akaondoka kwetu. Dada yake ameniambia hajasema chochote. Ila tu umemwacha kwanza apumzike alafu ndo wataongea.
Kwa hiyo hata sijui hata kilichompeleka kwao hivyo, kashindwa kuaga, kajichoropokea tu hapa. Sijui hata na nini ule mtoto jana. Au nyinyi mmemfanyia nini? Mama, tumfanye nini sisi? Hatujafanya chochote, lakini tunamshukuru Mungu tu kama amefika salama. Hilo ndio ninaloshukuru Mungu. Mimi nilipomaliza shule nakaa nyumbani na mama. Dada akapiga simu nyumbani kwamba nikamsaidia kazi ndogo ndogo nyumbani kwake. Kweli nilifika mjini kwa dada, lakini tukaishi kwa furaha. Siku zilivyozidi kwenda, shemeji akanitaka mapenzi. Shemeji kunitaka mapenzi, katumia kila mbinu kunitafuta kama ikosa. Nakumbuka kuna siku shemeji alinifuata chumbani kwangu na dada alikopo hayupo. Nilipopiga kelele shemeji aliondoka. Leo tulipoamka asubuhi, shemeji akasema anaumwa. Dada akaenda kazini na akatuacha mimi na shemeji. Dada kwenda kazini, kumbe shemeji aliniwekea mimi mtego. Akaniambia kwa nikamfuatie simu chumbani. Mimi kufika chumbani, nikaona mtu kaingia ndani na kufunga mlango. Akaanza kunilazimisha kufanya mapenzi. Nikaanza kumkatalia, akanisukuma. Tukasikia hodi, kumbe ni dada alisahau simu. Dada kanikuta chumbani kwake, nilikuwa nimelala kitandani. Akaanza kunifokea na kunisema. Nikamueleza dada sio mimi, ni shemeji alikuwa ananitaka. Ndio akasema kwa nini sikumwambie? Nikamwambia dada, mimi siwezi kukwambia sababu niliogopa nitaharibu mahusiano yenu. Ndio dada kunifukuza na kunitoa mabegi yangu nje bila huruma. Ndio nikaa sina mahali pa kwenda, ukanikuta pale. Binadamu siku hizi pale hawana utu. Pole sana binti yangu. Mama, hivi yote aliongea hapo unaamini? Wewe mwangalia, anaonekana hizo tabia ulinia nazo. Mwangalia tu hapa alivyovaa, siku ya kwanza tu kavaa kinini hapo crop top sijui na kininilio na iko kisurua. Yaani wanapisa huyu tabia hizo mama wewe anazo. Mimi kwa hata simwamini kabisa. Wewe naye, yani huna dogo. Hivi una matatizo gani mwanangu wewe siku hizi? Pole sana binti. Pole mdogo wangu. Nafikiri kwa kila njia ya mtu, wao wanasemaga ina milima na mabonde. Pengine haya ndo mabonde yako na milima yako. Kwa hiyo usijali. Nafikiri kwa sababu tunaye mama hapa nyumbani na mama roho yake ni nyeupe kama theluji. Atajua ni jinsi gani anakusaidia na kukupa msaada pia. Utaondoka kwenye ule huzuni, sawa? Kwa hiyo inabidi unipe namba za mama yako, nitampigia ili niongee naye ajue kama uko hapa. Na pia kama mama yako atahitaji uende nyumbani, sisi tutakupa nauli, utaondoka. La kama atahitaji uendelee kubaki na sisi, basi tutabaki na sisi kama familia. Tutaishi wote pamoja tukisaidiana. Maana sisi hapa nyewe umetuona ile hea mpaka tukakutana pale. Kuna binti hapa tulikuwa tunakaa naye, ameondoka leo. Kwa hiyo wewe mwenyewe pia hapo utakavyo amua na mama yako. Usijali, karibu sana. Ujisikie upo nyumbani, jisikie upo huru, enjoy.
penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makubwa. Penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makubwa. Hivyo mapenzi kitu gani? Mbona huruma uoni? Pendanisha ndugu jamani, mbona kaona rana au wendo shetani? Oh, shetani wewe. Ona sasa, ona maumivu nayopitia mie. Ona sasa, ona wivu wanitesa mie. Yani selewi, nimezoa aibu na wala sijui tapata wapi suluhu. Yani selewi, nimezoa aibu na wala sijui tapata wapi suluhu. Hivyo mapenzi kitu gani? Mbona huruma uoni? Pendanisha ndugu jamani, mbona kaona rana au penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makubwa. Penzi la dada na kaka, mbona lazidi kwa kubwa? Penzi la dada na kaka la sababisha makubwa. Usikate mpaka amalize. Hapo mnyewe mnarudi, si ndio? Tunarudi tunaongea naye pale pale. Twende. Humu keleze huyu. Hapo. Unaote mpendelea. Kumisifiki utapaka kichoko laini ishi. Ongeza marahido, ongeza majonjo. Ikibirikata miuna kikongo Unapa mikonecho sijapaka hata kongongo. Ngongongo unavyonipa bado 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 sijafika na mimi. Mama, mimi nakushukuru sana. Nashukuru sana sister yangu kafarijika hapa. Kwa hiyo piga mimi kwa naomba tuishie hapa tu pale. Bila fresh umempenda sana vibe lako ni safi sana. Next time leo unanifungia mtaani ukapiga muziki. Wewe yani hapa ni muda wote tu. Mimi nikisikia vibe yangu limekaa na kushtua mara unakuja unafanya vitu. Sasa kiongozi. Sure bwana. Mimi kwa ndio fulani hapa inabidi nikimagana nayo. Kweli natisha. Sasa bwana. Poa, ngoja kutoe mwanangu familia. Dada. Bye. Enjoy next time tuonane. Action, endelea.
Yes, my brother. Vipi mwanangu? Fresh. Mimi mwanangu nikushukuru sana. Umefanya kitu kikubwa sana. Sasa uka enjoy mwenyewe. Au sio? Ila mimi niko naona kwa leo tuishie hapa, au sio? Siku nyingine tutaitana, tutaelekezana afu tutaenjoy tukiwa na vibe tena, tutaitana, au sio? Fresh sana. Mimi nimefurahi sana. Yes. Kwa support mimi nipa sana energy na yenu nipata nguvu ya kuendelea kufanya zaidi. Karibu tena. Asante sana. Kati atarudia karibu tena. Mshikaji uko naye. Unakaa kule juu. Bado umeshindwa